Hiyo ni Ken TZ, Ken Mtanzania. Mbele ya kamera nipo na dada yetu hapa, dada yetu kutoka nchi za ukoo wa Arabuni, ambaye kwa udogo amenipa story yake ambayo nimeona niweze kushare na nyie tuweze kumsikiliza na tujue tunamsaidiaje kwenye muendelezo unaoendelea. Kama kawaida mimi nishasema kwamba kitu cha kwanza cha kuzingatia ni komenti zenu nyinyi, umeona. Kwa hiyo tutamsikiliza jinsi atakavyotuelezea ana changamoto gani ili tuweze kujua tunamsaidiaje. Dadangu, karibu uweze kuambia watu kwamba una changamoto gani ili niweze kukusikiliza na nijue pia na kusaidiaje. Karibu. Kwanza naomba uanze kwa kujitambulisha, unaitwa nani na kwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa wapi? Kwa majina naitwa Balkisi, ni mkazi wa Mbagala. Karibu sana. Changamoto yangu kubwa, mimi nilikuwa Oman kikazi. Ndio. Miaka miwili. Miaka miwili ya kwanza nikawa nimefanikiwa kurudi Tanzania. Niliporudi Tanzania ni kweli nilikuwa na pesa zangu nikanunua kiwanja, lakini hicho kiwanja sikufanikiwa kukijenga kwa sababu ya matatizo ya kifamilia. Nikaamua kurudi tena Oman kwa ajili ya kutafuta pesa ya kujengea hicho kiwanja ambacho nilikinunua kwenye ile miaka miwili niliyoenda Oman. Ndio. Sikubahatika kukifanyia maendeleo yoyote ya kujenga kutokana na changamoto za kifamilia. Kwa hiyo nikaamua kurudi tena Oman kwa ajili ya kupambana ili nipate pesa ambayo itanisaidia mimi kufanikisha kwenye ujenzi wa kile kiwanja changu. Lakini wazazi wangu mimi wanakaa nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo wapo Arusha. Kwa hiyo mtu ambaye yupo karibu na hicho kiwanja ambacho nilinunua ni ndugu yangu ambaye ni kaka yangu kabisa mimi wa damu. Kakako wa damu? Kaka yangu mimi. Ndiyo. Kwa hiyo kwa sababu yeye ndo alikuwa yuko karibu hapo Dar es Salaam, nikawa natumia zile pesa zangu yani nikamuomba anisaidie yeye kusimamia katika ujenzi wangu mimi wa hicho kiwanja. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi, natuma pesa kwa kaka yangu nikijua kwamba yeye anaweza kunisaidia mimi kuendeleza ujenzi wa hicho kiwanja changu. Yeah. Lakini imetokea changamoto na mdai pesa zangu, ameshindwa kashindwa kufanya kile ambacho mimi nilikitarajia yeye atakifanya kama ndugu yangu, kama kaka yangu. Ndio. Jamani, kitu ambacho labda mimi naweza nikaweka sawa kuhusu dada, naweza kusema kwamba labda ni amenielezea, yani nje ya kamera ni mtu ambaye amenielezea kisa chake vizuri, lakini hata sijajua kama anaogopa kamera kwa sababu namuona kama anakosa confidence za kujielezea. Ila kisa chenyewe kipo hivi. Huyu dada alikuwa anafanya kazi Oman. Umeona, alikuwa anafanya kazi Oman. Kwa mara ya kwanza alikuwa na mkataba wake ambao anasema kwamba alifanya kazi miaka miwili. Alipomaliza miaka miwili alirudi Tanzania. Unaona, kwa kile kiasi alichopata akabahatika kununua kiwanja wapi? Hapa Dar es Salaam. Umeona? Changamoto zikatokea, hakubahatika kukifanyia chochote kile kiwanja. Akaamua kumtafuta tena yule wakala wake, amtafutie tena kazi wapi? Oman. Kwa hiyo akabahatika tena kupata kazi huko nchi za Uarabuni. Alipopata ile kazi, ameenda amepambana kwa nia ya kwamba anaenda kupambana ili aweze kujenga kwenye kile kiwanja chake. Unaelewa? Mtu ambaye yupo naye karibu, ambaye anajua mazingira ya kiwanja sehemu kilipo ni kaka yake. Na akaamini kwa sababu yule ni kaka yake damu moja, anaweza akamtumia kukamilisha ujenzi yeye akiwa yuko wapi? Yuko Oman. Unaona? Kwa hiyo akawa anapata hela yake, anapata pesa yake, anamtumia kaka yake. Akamwomba, bwana kaka, wewe kiwanja changu sinakujua kilipo, kipindi nanunua wewe ulikuwepo. Ndio bwana, nataka nijenge. Umeona, kwa nitafutie mafundi. Kaka yake ndo akafanya lile jukumu la kufanyaje, la kumtafutia mafundi. Sio, unanielewa? Akafanya jukumu la kumtafutia mafundi. Kaka akampigia simu, bwana mafundi wamepatikana, kwa hiyo kinahitajika kiasi kadhaa. Udada akawa anapigiwa simu. Umeona, anapigiwa simu, bwana inahitajika kiasi kadhaa, akawa anamtumia hela kaka yake, hela ya ujenzi. Umeona bana? Lakini cha kushangaza, dada wa watu ametoka Oman,
Umeona, amerudi Tanzania. Umeona, amekuja kupata bonge la surprise kwamba pale aliponunua kiwanja ameenda amekuta hakuna hata tofali lililopo. Si unanielewa? Ya, pale aliponunua kiwanja amekuta hamna hata tofali hata moja lililopo pale. Umeona, sasa ndo wanachotaka sasa tumsaidie. Moja, kipindi yuko Oman kakake alikuwa anapiga picha, anamtumia. Bwana, ujenzi msingi umekamilika, anapiga picha anamtumia. Bwana, 1 2 3 nyumba imefika katikati, nyumba imefika level ya madirisha, anampigia picha anamtumia. Dada yetu alivyorudi kutoka Oman amefika hapa Dar es Salaam na kumwambia kakake, kaka nataka siku fulani twende tukaone, twende sehemu fulani. Umesema kwamba kiwanja ulinunua wapi? Chanika. Chanika. Dada yetu amenunua kiwanja wapi? Chanika, ndio huko ambako alikuwa anajenga. Lakini cha kushangaza sasa ndio hivyo, baada ya kumwambia kakake bwana twende tukakione hicho ujenzi unaendeleaje, kakake zikaanza bize, basi sawa wewe pumzika kwanza, tutaenda Jumapili. Imefika Jumapili, tutaenda siku fulani. Mara kaka akawa hapatikani tena pale nyumbani. Umeona? Dada kwa sababu anajua kiwanja chake alipokinunua, umeona, ikabidi achukue usafiri aende mpaka Chanika, atoke Mbagala mpaka Chanika. Kitu kilichomsurprise ni kwamba kile kiwanja sema alivyokiacha ndivyo kilivyo. Hakijajengewa chochote, hamna tofari, hamna mchanga, na ameshatuma hela kibao. Unaona? Sasa kitu ambacho dada yetu anajua anakitaka, labda ndo tumsikilize sasa. Amemtafuta Keni, anataka tumsaidie nini? Umeona? Maana mimi story yake amenipa kwa staili hiyo, ambavyo baada ya kumaliza story kamwambia njoo kwanza hiyo story tujaribu kushare na watu tuone watu wengine wanatusaidiaje. Na muona dada anakuwa anaogopa. Watoto wa Oman, kwa nini mnaogopa kamera? Umeona, kwa nini mnaogopa video? Kwa nini mnaogopa kamera kwanza? Au sio vitu vyako? Hapana. Sababu mwanzo umenielezea story vizuri, ila kuja mbele ya kamera unaelezea mpaka kwanza unatetemeka. Umeona, be comfortable ili watu waweze kukuelewa na tujue tunakusaidiaje. Sawa dadangu? Sasa mimi nataka nikusikilize. Ni story yako nimekusikiliza na nimekuelewa. Wewe unataka mimi nikusaidieje? Mimi kitu kikubwa ambacho naomba unisaidie ni kumtafuta ndugu yangu ili aweze kunirudishia gharama zangu zote ambazo nilikuwa natumia kumtumia ili aweze kunisaidia kwenye ujenzi wangu. Wewe kipindi unamtumia hizo hela ulikuwa unaandika kwamba labda leo nimemtumia 500,000, leo nimemtumia 2,000,000, leo nimemtumia 3,000,000, leo nimemtumia shilingi kadhaa, ameomba hela ya misumari nimemtumia 50,000. Ulikuwa unaandika ili tujue kwamba mpaka sasa hivi umetumia kiasi gani, ili siku tukienda kumdai tujue tunamdai bei gani. Ndio, nilikuwa naandika. Kuna sehemu ulikuwa unaandika? Ndio. Basi sawa, mimi naomba siku sasa tupange kama ni kesho au kesho kutwa. No, kwa kesho uongo, kwa sababu kesho nina kisanga kingine ambacho naenda kukifuatilia. Kwa kesho uongo, umeona? Ila tunachoshukuru ni kwamba na ninachoweza kuahidi ni kwamba mimi jukumu lako nimelipokea na lishafika mikononi mwangu, nitalisimamia mpaka tuweze kumpata hiyo kaka yako. Kaka yako ukimpigia simu anapatikana? Hapana, hapatikani. Amezima na simu kabisa. Ndio. Kwa hiyo haijulikani kama yupo Dar au yupo wapi. Ndio. Ya, labda nikuulize pia, kakako yeye anakaa wapi? Kakangu anakaa huko Mbagala. Anakaa huko Mbagala. Ndio. Mbagala huko mtaa gani? Chama. Chama. Ndio anapokaa. Na anaishi na nani? Kakangu anaishi na mke wake. Anaishi na mke wake. Ndio. Sasa kwa sababu mimi hili swala nishalipokea, na kama nilivyokuambia kwamba kesho nina jambo ambalo mimi bado nalifuatilia, labda nahisi kwenye kuanzia kesho kutwa, kama itashindikana kesho kutwa basi jambo lako tulianze Jumatatu. Sawa ambalo talisimamia bega kwa bega mpaka kakako anapatikana. Nasema changamoto ambayo inakuja ni kwamba kumtafuta mtu ambaye hapatikani kwenye simu ndio changamoto inapofanyaje inapoanzia. Ila kwa sababu umesema anaishi na mwanamke wake, na mwanamke wake si yupo? Ndio. Yupo. Ndio. Huyo atapatikana na anakuahidi
haki yako utaipata. Na vipi sasa ulivyoongea na wazazi wako kuambia kwamba bwana, kakangu nilikuwa namtumia hela halafu hajajenga chochote, wazazi wako wenyewe wanasemaje? Wazazi niliwaambia lakini wamesema kwamba niwape muda ili waweze kuongea naye. Sasa mimi naona kama nikiwapa muda na mimi nikaona kwamba nachelewa kuendelea kufuatilia jambo langu. Kwa ndio maana nikawatafuta nyie ili muweze kunisaidia. Okay. Wao wamesema kwamba watamtafuta waongee. Maana yake ile swala wao wanataka kuongea naye kifamilia. Ndio. Ni kwamba kwa kutafuta wewe wamtafute na yeye ili aseme hiyo hela yeye ameipeleka wapi. Si ndio? Ndio. Na ni hela nyingi jamani. Mtu mpaka anajenga nyumba mpaka inafikia kwenye anaambia nyumba tayari ishafikia kwenye renta. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba anakuja anamalizia tu anachukua mabati, anapiga amemaliza mzigo. Si unanielewa? Lakini amekuja amekuta nyumba hakuna. Si unanielewa? Yani sasa imagine sasa ndo wewe dadangu ambaye upo unatafuta fursi nyewe mnaita za Waarabu. Unawatumia ndugu zako ambao unawaamini, kaka yako wa damu, kaka yako tumbo moja. Umeona, unamwambia kaka bwana kuna moja mbili tatu namtumia. Alafu unakuta pale kwenye kiwanja hamna tofali hata moja. Umeona, hakununua hata mfuko wa simenti na kila kitu alikuwa anakuambia bwana zinahitajika tofali 500, zinahitajika tofali 3000. Fundi amesema nataka hela. Yaani hadi hela ya mafundi ulikuwa unamtumia. Je, wewe sasa kama ndo wewe utamfanya nini kaka yako na ni ndugu yako? Yaani sio mtu baki ambaye kwamba umejuana naye mtandaoni, ni kaka yako damu, baba mmoja, mama mmoja. Wewe utamfanya nini? Kitu ambacho labda naweza nikaomba kwamba tuendelee na hiki kisa kuanzia hii Jumatatu. Unaona, kwa sababu mimi kusema kwamba eti kesho nitakifuatilia ni uongo. Ila nashukuru kwa sababu kashalifikisha hapa. Mimi nimelipokea na nimelibeba, limekuja kwangu mimi, nitahakikisha linaenda mwanzo mpaka mwisho. Nipo na watu wengi wa kutosha ambao hata kama litatokea tatizo linalohitaji watu wenye nguvu, mimi watu wenye nguvu nipo nao, nikiwepo na mimi mwenyewe. Kama mnavyowajua nipo na watu mtiti ambao tutalifuatilia hili swala na litakaa sawa. Dadangu mimi ondoa shaka. Umeona, mimi swala lako nimelipokea na nitalipambania mpaka tujue mwisho wake. Pia nasubiri jamani komenti zenu, nasubiri pia ushauri wenu. Tunamfanyaje huyu kaka yake na huyu dada? Umeona? Kupitia komenti zenu nataka tufanye kitu ambacho ni kizuri, dada wa watu wapate haki. Umeona? Kwa dada, mimi nikuombe asante kwanza kwa kuniamini na kuamini kwamba ukinipa mimi jambo lako litakuwa poa na litaisha. Umeona, na mimi nakuahidi sitokuangusha dadangu. Asante na ni hivyo. Bwana kameramani, mimi naona tu uzime video kwa sababu jambo tulishalipata, na kuanzia Jumatatu tunaanza na kisanga cha huyu dada mpaka mwisho. Umeona, leo na kesho najaribu kumalizia kisa cha bwana Kevo na Witi na mama wawili, tujue mwafaka wake ili mpaka kufika Jumatatu tuwe tumemaliza. Jumatatu tunaanza kisa cha huyu dada, yeye na kaka yake tutampata. Umeona, na kuanzia leo mimi nitaanza kufuatilia mdogo mdogo niweze kujua kwamba kaka yake yupo, anapatikana wapi. Tukitoka hapa naomba unipe namba ya kaka yako, sawa? Sawa. Mimi kuna njia nitatumia ili nianze kuwapa watu ambao unabidi wafanye naye mawasiliano mpaka inafika hiyo Jumatatu. Sisi tunajua kwamba kaka yako tunampata wapi, na ili tujue mwanzo tunaanzia wapi. Tukishampata tu tunajua kwamba hizo hela zipo au hazipo, na kama hazipo alikuwa anazifanyia nini? Je, alifungua biashara? Sawa Basi sawa, asante dadangu. Nashukuru.